Kwa ustadi alionao Mpanzu anaweza kupita beki yoyote. Kwa hiyo unaweza kumweka Kibwana, Mpanzu anaweza kumpita, ana uwezo mzuri kwa sababu nimekwambia anabadilisha nafasi. Atakuwa anakutana na beki wa kulia kwenye moments chache. I want to believe. Ila nyingi atakuwa anaziomba kwa ndani hapa. Mimi mtazamo wangu ni kwamba aina ya uchezaji wa Simba taratibu wanafungua mchezo. Wakikutana na Yanga ambao wana kasi na wana wachezaji ambao eneo la juu wana ubunifu mkubwa kutengeneza nafasi na kufunga, naona Simba atakuwa anaulizwa maswali mengi ya kushambuliwa. Kuna muda ili zile zinakuwa ni foul za kweli anaziacha. Kwa mfano tu hivi karibuni alichezesha mechi kubwa ya Azam na Simba. Fabrice Ngoma alikuwa na matukio matatu ya ambayo yalistahili kadi. Yote alimwacha. Kagoma alikuwa na mawili, yalikuwa na stahili kadi ya njano. Yote alimwacha. Eli Mpanzu ndio ufunguo kwa upande wa Simba. Ufunguo kufungua nafasi kwa walinzi wa timu pinzani. Kwa Mpanzu ukisimwandalie beki mmoja, concentration ya walinzi wa Yanga iwe kubwa kwa sababu anahama nafasi sana. Bwana mtazamaji wa Radio 7, niko na mmoja wa wachambuzi ambao sasa hivi wanafanya vizuri sana. Niko na Abisai Junior kutoka EFM, tunazungumzia naye kuelekea dabi. Mzee, mambo vipi? Mambo fresh. Kama kawaida. Kama kawa. Bwana, dabi ya tarehe 8, mechi ambayo inazungumzwa sana, mechi ambayo kubwa inaipa hadhi ligi kuu Tanzania bara. Unaizungumziaje? Nini maoni yako? Nini unakiona kuelekea kwenye game hiyo? Mechi tough kwa sababu ya umuhimu wa alama. Yanga na alama 58, ana michezo 22, Simba na alama 54, michezo 21. Kuna mmoja hajacheza. Akicheza huu pia bado utabaki mmoja. Kwa hiyo gap la tofauti ya alama 4 ni gap ambalo Simba ikitokea nafungwa litaongezeka kwenda 7 kabla ya kucheza mechi ambayo hajaicheza. Hatujui atashinda hiyo mechi, atasare au atapoteza. Ikitokea anashinda, gap litapungua tena. Lakini all in all ni kwamba atakuwa ameliongeza. Sasa akiliongeza atakuwa anampa mwendo Yanga kwa sababu Yanga atapata confidence. Watu wote watakuwa pamoja, mentality ya kushinda kuelekea michezo iliyofuata, kuelekea ubingwa. Kwa hiyo Yanga anajua, Simba anajua bisa nikifungwa hii na muandalia njia nzuri. Yanga naye anajua kwamba nimeshamfunga Simba mara 4. Lakini this time Simba amejipanga kutaka ubingwa ili nimtibulie, nimfunge. Nikimfunga mimi nitakuwa na 61, yeye atabaki na 54. Akishinda na ufuata atakuwa na 57 zake. Kwa hiyo 57 na 64 gap itakuwa alama 4. Kwenye kukimbizana na ubingwa Yanga anaona kabisa mimi nina faida. Kwa hiyo umuhimu wa alama unaenda kufanya hii dabi kuwa na ushindani mkubwa. Lakini kwa kuongezea Simba ameshapoteza dabi 4. Kwa hiyo anajua nikienda kufungwa na hii itakuwa ya 5. Maana yake atakuwa anatangaza uteja mbele ya Yanga kwenye karne hii ambayo ni ya kidigitali. Atakuwa amedhalilika kwa kiasi kikubwa. Ana stop vipi hilo? Ni kukomaa kwenye dabi ya tarehe 8. Kwa hiyo kuna mambo hayo ambayo naona yanaongeza ugumu wa mechi kwa eneo kubwa. Mechi itakuwa tough sana, kila mtu atakuwa tayari kupoteza. Kupoteza kwa Simba mara 4 mfululizo dhidi ya Yanga, hii inamfanya Simba kuingia tarehe 8 akiwa kama underdog mbele ya Yanga? Bila shaka. Underdog maana yake ni msemo wa Kiingereza ambao una tafsiri ya kwamba timu ambayo ipewa nafasi kubwa kushinda kwenye mechi husika ni underdog. Sio? Unaangalia nini kudefine hii timu ni underdog? Kwanza kuna head to head, namna mlivyokutana angalau mechi 5. Muangalie nani ana faida ya matokeo mazuri kuliko mwenzake. Mechi 5 zinaonyesha huyu mtu hakubahatishi. Sasa kwenye mechi 5 Yanga ameshinda 4 za ligi kuu mfululizo, unaona tayari ina take the box. Unaenda sababu ya pili tunaita current performance. Viwango vilivyopo kwa wakati huu kwenye michezo mnayocheza. Yanga michezo 5 mwisho ya ligi ameshinda 3, sio? Amini ameshinda 4, amesare 1. Simba ameshinda 3, amesare 2. Yanga yuko vizuri kwenye michezo 5 ya mwisho, ana take the box la pili. Eneo la 3 ni la kimtazamo wa kiufundi kwamba staili ya uchezaji ya timu A na timu B zikikutana nani atakuwa na faida kutokana na mapungufu ya huku na huku. Sasa hii ni kutokana na kila mtu na mtazamo. Mimi mtazamo wangu ni kwamba aina ya uchezaji wa Simba taratibu wanafungua mchezo. Wakikutana na Yanga
ambao wana kasi. Naona wachezaji ambao eneo la juu wana ubunifu mkubwa kutengeneza nafasi na kufunga. Naona Simba atakuwa anaulizwa maswali mengi ya kushambuliwa. Ataweza kulinda kwa muda mrefu kiasi gani? Hapo naona ugumu. Nampa faida Yanga. Kwa hiyo kwenye mambo yangu haya matatu, naona Yanga ana tick the box kwa the big dog. Afu Simba namuona ndo underdog kwenye mechi. Kwa tafsiri hii ina maana kwamba kwenye zile 100% Yanga na 60% mpaka 70 za kuchukua alama 3 mbele ya mnyama. 70 amini 60. Nampa 60. Yanga na 60% ya kuchukua alama 3. Hizi nyingine watapambania sana. Tunapoiangalia dabi ya tarehe 8 kuna mambo mengi yanazungumzwa ndani na nje ya uwanja. Swala la muamuzi Alajigi amepewa dabi. Unajaribu kuzungumziaje kwa nafasi yako? Kama mchezo wa nchi uko categorized kama ni game A, anatakiwa pewe muamuzi A light yuko. Aweze kwenda na kasi ya mechi kwa hoja ya physicality, aweze kuendana na kutafsiri matukio bila kuogopa. Pressure ya watazamaji wanaozungumza nini? Pressure ya wachezaji kuja kukukoromea. Kwa hiyo unatakiwa mzoefu kwanza na uzoezi. Sasa Alajigi ameshachezesha dabi na 2021 finali ya Simba na Yanga Kigoma. Simba alishinda 1, Yanga alipoteza. Kwenye ile mechi kuna tukio la kadi nyekundu, Tonombe Mkoko alionyesha bila kuhofia, alimpiga kiwiko boko. Tena Alajigi alichezesha dabi ya 5-1, Simba anafungwa. Alichezesha Alajiga amechezesha mechi ya Yanga na Azam, red card ya Baka. Kwa hiyo hizi mechi top hizi amezizoea. Msimu huu ameshachezesha mechi 5 za Yanga peke yake. Kwa hiyo ameziweza hizo. Kwa hiyo unamuona ni mwamuzi mzoefu. Lakini ninachokuwa nasema kizuri ya kikosi kasoro. Mwamuzi mzuri sio yule ambaye anapatia sana. Ni yule mwenye makosa machache ambayo yanarekebishika kuliko wengine. Nature ya mpira miguu kupata mwamuzi ambaye anaamua kila kitu 100% ni ngumu. Lakini yule ambaye ana mapungufu machache unasema huyu mzuri. Sasa Alajiga kama haya ni ubora wake, uzoefu, yuko fiti, anakimbia, anafika kwenye matukio anayaona, yuko brave, ukija mchezaji mkubwa kama amefanya tukio, akupa ready, hana shida, ogopi. Ni katafsiri sheria, mechi inaendelea. Lakini mapungufu ambayo nadhani hata yeye mwenyewe akisikia atajua nimemfanyia kazi ni kwamba Alajiga wakati mwingine anaamini mchezo wa mpira miguu ni mchezo wa physical mno. Challenge za kuania mpira kwa nguvu zopitiliza, strong challenges kuna muda anaziacha. Akiamini mnacheza mpira wa nguvu, mchezo wa mpira wa nguvu. Kuna muda zile zinakuwa ni foul za kweli, anaziacha. Kwa mfano tu hivi karibuni alichezesha mechi kubwa ya Azam na Simba. Fabrice Ngoma alikuwa na matukio 3 ambayo yalistahili kadi. Yote alimwacha. Kagoma alikuwa na 2 yalikuwa na stahili kadi ya njano, yote alimwacha. Nadhani kama sio Kaminko kuna mmoja pia alikuwa na stahili njano kwa Azam, aliacha. Sasa unavoacha mapema baadaye mechi inaweza ikawa na high intensity. Mchezaji yule au mwingine akafanya ukataka kumwadhibu, utaonekana na double standard kwa sababu atakwambia mbona ili ukuadhibu. Yeye anaweza kaisa anafanya hivyo control match, lakini kuna challenge ambazo naona hizi mwamuzi anavoziacha hivi ndiye anachangia kuipressurize mechi. Hiyo nadhani aiangalie kuelekea dabi kwa sababu pressure ni kubwa. Lakini pili ni wachezaji wakigongana vichwa. To be specific vichwa. Akianguka chini, utaratibu wa mwamuzi na kanuni inataka mchezo usimame au hawai wale. Lakini kuna time Alajiga anajipa sekunde 1 mpaka 2. Wakati mwingine 3 kukimbia kuendelea na mchezo huku akiangalia kutaka kuona wale wanainuka au yule mchezaji atainuka. Alafu anakuja kucall baadaye. Alafu anakuja kucall mchezaji unaona anatibiwa sana, anapelekwa nje labda alichanika kidogo au vipi. Ndo anarudisha mchezo kuendelea. Kwa hiyo ile inakuwa ni hatari. Sheria inataka mchezaji tu akigongana vichwa, hakuna faida tena kuendeleza mchezo. Hapo wakimbilie. Hilo ni la pili. La tatu ni kuzungumza na waamuzi wasaidizi. Ukishakuwa hivi, matukio yanakupita offside. Sana hawa ndio wanakuwa kwenye faida. Kama wewe hujijaridhisha kwamba hili tukio sijaliona vizuri, ongea na assistant. Hiyo ndio level kubwa ya waamuzi. Waamuzi ukubwa sio lazima uamue vyote mwenyewe. Sasa kuna time sisi ambao tuko kwenye faida ya TV tuna Alajiga sasa hapa atakiwa muongee na anapoteza. Alitakiwa hapa ongea na mwenzake ila yeye anaita. Sasa hiyo lakini kwa eneo la tahadhari sasa asilewe sifa kwamba
Tanzania imemkubali. Sasa akifika kwenye dabi ya boss sasa afanye anavyoona, awe cool kama ambavyo anakuwa, acheze. Ni mwamuzi mzuri. Na TFF wamempa huyu, body league wamemchagua pia kwa sababu anachezea michezo ya CAF ya kimataifa na ngazi ya club. Ili endelee kuwepo inabidi huku awe na rekodi nzuri kwenye ligi na taifa analotoka. Rekodi nzuri ni kuamua matukio mazuri kwenye mechi. Kwa hiyo najua wamempa yule, itampa hamasa kwa sababu hataki kuchafua CV CAF, hataki kuchafua CV kwenye bodi ya ligi ili aendelee kuwa kimataifa. Kwa hiyo ni karata nzuri kwa Rajiga. Ila ni wito tu kwa waamuzi wengine kwamba waone wivu wa maendeleo. Huyu jamaa amekaa naye darasa moja, anachofundishwa ndio hiko, inakuwaje yeye anakuwa top afu wenzake wanaishia kufungiwa, na wengine wakina Kayoko wanafungiwa kimya miezi 3 kwa mambo kama haya. Waone ule wivu kwamba na sisi tunataka siku moja dabi ikiwa nakaribia watu watutaje, sio tu kila siku Rajiga. Kwenye ufundi tumalize kidogo. Kwenye swala zima la ufundi, eneo la katikati, Yusuf Kagoma uso kwa uso na Khalid Aucho. Nani ambaye unamuona kabisa anaenda kushine kwenye hili eneo? Sifa Yusuf ipo kwenye kuingilia pasi za opponent. Sifa za Yusuf zipo kwenye kufanya strong challenges, tackling zile, kuania mipira hewani, ni mtu anayebato, ndio sifa Yusuf Kagoma. Eneo analocheza la kiungo mkamaji la Simba anakuwa chini kama Simba ikiwa inashambuliwa. Sasa wakati inashambuliwa kwa Yanga wanavyokuwa, kuna viungo washambuliaji wengi wanasogea. Khalid anakuwa upande wa pili kudictate hizi pass na namna anavyoweza kuzipenetrate. Kwa hiyo kuna eneo hatakuwa anakutana sana. Yeye atakuwa anakutana na viungo washambuliaji sana wa Simba, wa Yanga. Mfano Mudathiri anapenda kuongezeka, anaweza kukutana Kagoma kwenye njia. Anaweza Stefan Aziz number 10 anakaa pale nje ya 18, anaweza kukutana na Kagoma muda mwingi. Kwa Kagoma hao ndio watu wake ambao atakutana nao mara nyingi, Azizki na Mudathiri. Ikitokea mpira umehama sehemu, akienda wide anaweza kukutana na Maxi au Mzize au Pakome. Hawa washambuliaji wengi ndio watu ambao atakuwa anakutana nao kwenye matukio. Kwa mara chache anaweza kana kukutana na Khalid, mara chache sana. Kwa hiyo hivyo ndio namna naweza kujibu swali lako, kwamba sio watu ambao unaweza kutegemea ukawakuta wanakutana sana kwenye mechi kutokana na maeneo wanayocheza. Kwa unavyoziangalia timu zao, nani ambaye unahisi atashine sana? Sasa ni mpaka tuone, tujue nani kaamkaje. Ila kama watakuwa wote kwenye utimamu wa mwili na uwezo ambao tumezoea kuona au akauongeza zaidi kwa sababu ni dabi, wote naona na nafasi ya kushine sawa. Kwa sababu Khalid amekuwa mzoefu kwenye hizo dabi. Pressure zinakuwa kubwa, yeye ameenda anatuliza wenzake na passing yake ni kubwa sana. Ana drop deep, anachukua pass kama beki, ana check shoulder, anapiga pale, anakuwa option, anapiga hapa na option, timu inaondoka kwa usalama. Kwenye pressure kabisa. Yusuf na hivyo. Anapokea kidogo, sio mzuri kwenye distribution sana. Anapiga tu connecting pass kwa kiungo ambaye yuko mbali kama mita 4-5, afa anasubiri kuona naweza ka option, ila anahodhi hapa nafasi anabaki. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi ya kufanya anachoweza kufanya kwa ubora. Yes, itategemea tu ameamkaje. Unaweza kusema Aucho atashine, maki hapo natabiri sasa. Kumbe anaweza kaamka siku hiyo hayuko sawa, ukashangaa acheze vizuri. Au unaweza kushangaa Kagoma ndo kaamka hayuko sawa, acheze vizuri. Lakini naona wote wana nafasi nzuri. Swali la mwisho kwako bwana Abisai. Wana Simba wanawauliza wana Yanga, mnapoiangalia defense line yenu, mna beki gani ya kumzuia Elie Mpanzu asicheze hiyo siku? Unamuona Mpanzu, umemwona toka ameingia kwenye kikosi cha Simba, ameongeza kitu kuelekea dabi, unamtazamaje Mpanzu? Elie Mpanzu ndio ufunguo kwa upande wa Simba. Ufunguo, kufungua nafasi kwa walinzi wa timu pinzani. Anacheza winga ya kushoto, lakini huu ni mpangilio wa kusimama. Wakati mechi inaendelea, anajitoa, anakuja kwenye kona ya box. Hapa anapocheza panaitwa half space. Anakuja kuombea pasi. Ile nafasi iliyotoka Hussein Zimbwe huwa ana overlap kwa ajili ya kumwachia. Hapa anapocheza anakuwa ameshamtoa beki kule kwenye nafasi, anamwacha beki atadili na Zimbwe. Yeye anakuja akiwa free, kuja kumsumbua beki wakati, kuja kumsumbua namba 6 wa timu nyingine. Wakati anafanya hivyo, Kip Dennis naye huwa anasogea. Kwa hiyo wanajikuta wanacheza katikati ya mstari wa mabeki wa mwisho na hawa viungo kuanzia namba 6 namba 8. Hapa katikati tunaitwa between the line. Hapa ndipo anafanya fujo Mpanzu. Hapa ndipo akireceive, akidribble, analiona goli, anapiga penetration, anaweza kucharge kwenye open play. Mechi ambayo iko wazi, opponent amewaacha Simba wanaumiliki.
Ikipotea nayo utamwona anarudi kwenye mpangilio kusimama kushoto, anarudi deep. Counters zikitoka, yeye na Kibu ana speed kuliko watu wa mbele. Wao ndo wanatumika. Kama goli ambalo Azam aliwafunga. Kibu alidribble, yeye akanakimbia kwenye nafasi. Akapigiwa through ball, akaicontrol vizuri, akamchop keeper, akamefunga goli zuri. Mechi ya Namungo the same. Alitani akiwa ndani ya box, akascore. Lakini wewe utajiuliza, mbona amefunga huko wakati ni winga kushoto? Sifa yake ni kubadilisha nafasi. Sasa Yanga wana Kibwana Shomari ambaye ni beki mkabaji sana. Sifa yake kubwa ni kukaba. Man to man marking. Lakini wana Israel Mwenda sasa hivi ambaye ukiondoa kukaba, yeye ni kama beki ambaye ana enjoy pia pasi nyingi za kucheza kusaidia timu ifungue mpinzani. Tofauti na Kibwana. Mara nyingi utamwona Israel Mwenda anaenda juu, akipa pasi ameachia, amefungua pocket, anarudi kwa ndani. Naona kocha amependa hiyo. Na cross ile za juu anapiga kwenye nafasi ili mtu atapin. Ni vitu ambavyo amejionyesha anafanya vizuri. Sasa kwa ule muda ambao Yanga inaumiliki, yeye atategemewa kuwa juu huko na Mpanzu. Itategemea sasa kasi yake ya kuwa anamfukuza Mpanzu time ambao Mpanzu amepewa mpira anaenda kwa Yanga. Hiyo ni kazi ambayo Israel akipangwa atakuwa nayo muda wote na Kibwana. Sasa Kibwana ukimchagua maana yake unaamua usishambulie. Ndio kisha kuwa na Kibwana. Kwamba unaamua bana Kibwana kazi yake ni Mpanzu anapoenda. Hapo Kibwana atafanya. Na kama ashambulii maana yake itabidi uwe na mtu mwingine wa juu ambaye ana uwezo wa kushambulia sana ili kubalance, kwa sababu Kibwana atakuwa haya aongezeki muda mwingi. Atakuwa tu na yule mtu. Ashaye kujitahidi kufanya hivi na Mixon. Alijitahidi kidogo kufanya hivi na Kibu, japo hakuweza sana kwa sababu Kibu yuko tough. Hii challenge ya Mpanzu tunataka tuone kocha ataamua kwenda na nani. Kibwana Shomari au Israel Mwenda vile vile. Wewe kama mchambuzi, upendekezo lako unadhani nani ambaye anaweza akabatwa na Mpanzu? Mimi naona yoyote anaweza kubatwa na Mpanzu. Yes, kwa sababu kwa ustadi alionao Mpanzu anaweza kupita beki yoyote. Kwa hiyo unaweza kumweka Kibwana, Mpanzu anaweza kumpita, ana uwezo mzuri kwa sababu nimekwambia anabadilisha nafasi. Atakuwa anakutana na beki wa kulia kwenye moments chache. I want to believe. Ila nyingi atakuwa anaziomba kwa ndani hapo. Kwa akiomba kwa ndani maana yake anamkimbia yule beki. Kwa anakuja hapo. Kwa hiyo unaweza kujiandaa kukana Mpanzu, yeye anaama position akiwa ana mpira. Kwa hiyo hapa Dickson Job na Baka watakuwa na ugeni mkubwa. Yes, atakuwa anaongezeka. Pamoja na Haucho. Alid, kwa sababu anakaa hilo eneo una Mudathiri. Kwa hiyo hawa ndio na watazama. Kwa hiyo Mpanzu ukisimwandalie beki mmoja, concentration ya walinzi wa Yanga iwe kubwa kwa sababu anaama nafasi sana. Unaweza kumwambia Kibwana tembea nayo, kashangaa muda ambao Mpanzu anatoka anakuja kwenye half space, Kibwana naye anakuja naye. Kumbe kule anapotoka anaacha shimo, watu wanapiga kule, inakuwa madhara. Ukigeuka utaona amefanya kazi yako iko na Mpanzu, lakini watu wengine ndio wameenda kunufaika. Kwa hiyo muhimu ni kumwambia tu mlinzi yote kwamba Mpanzu anapokuepo asiwe free muda wote, kwa sababu ana turning za hatari sana, ana miguu mipesi, changanya haraka hayupo kwa kimbia. Ukienda huko hayupo, anacheza zile winga wa kupekecha. Akuta amekaa wili anawafuata wa kwanza, pili amewapita, anaondoka zake. Kwa hiyo nadhani watakuwa na hiyo kazi ya kudili. Atakayepoteza dabi ndio amepotea kabisa kwenye mbio za ubingwa. No, bado kwa sababu gap ni chache. Ingelikuwa wanaenda kwenye dabi kuna mmoja na tofauti alama 7, 5, 6, afu anashinda, ningesema nafasi kubwa ya huyo mtu. Lakini ikitokea Yanga anashinda na Simba anashinda mechi yake, gap inabaki alama 4. Alama 4 maana yake mechi moja. Ndio. Ili iwe specific mechi 2. Usare 2 hata usipofungwa umeacha alama 4, mtu anakufikia na kupita alama 1. Na ligi ilivyo bado kuna huo ugumu kwa hoja ratiba na nini. Na Simba najua atahitaji kushinda hii mechi kwa sababu mwezi huu utakaoanza atakuwa na michezo ya kimataifa. Kwa hiyo kuna time atalazimika apange timu kwa ajili ya ligi, afu baada ya siku 4-5 asafiri humo acheze mechi ya kimataifa. Ana mechi na Al-Masry ya Egypt. Kwa haya mahesabu asipo ya balance leo, ili gap litamsumbua wakati wa kimataifa. Na kimataifa ukishapiga game intense ya wewe umechoka, inabidi upumzike, uje ucheze nyumbani, una mechi utabidi ufanye rotation. Hiyo rotation ukidraw umezidi kuongeza gap. Kwa kama njia ya Simba kumkamata Yanga asikimbie sana kwenye ubingwa, ni amsimamishe dabi hii hapa. Akimwacha hapa atakuwa na kazi ngumu sana. Akimwacha hapa atakuwa na gap. Kwa sababu Yanga kimataifa yupo. Ana faida na ana upana wa kikosi. Atakuwa na hiyo advantage. Ila yeye Simba ameshapata 11 wa kwanza. Coach anaenda nao hao kwenye mechi yote
hii hapa nataka alama 3 pa. Kwenye hiyo first 11 uliyoitaja ya Simba, Mukwala, Ateba, nani ambaye unaona kabisa akienda kuanza Yanga wata struggle? Ateba. Lionel Ateba ni striker ambaye yuko tough, anaweza kucheza tough game na Baka, anaweza kucheza tough game na Dickson Job. Ana mwili mzuri wa kucheza kwa nguvu, kuficha mpira wenzake wamsogelee au achia faudi kwenye box. Hizi purukushani anazozifanya naona zina uwezo wa kuwapa maswali wale mabeki, na ndio maana hata mechi iliyopita ilibidi wamkabe wote. Kuna time Ateba anakuwa na Job, kuna time anakuwa na Baka. Stephen Dese Mukwala anapenda kusimama kwenye 18. Umpe nafasi, anaamini kwenye kucharge na speed. Niende kwenye nafasi ni uguse mpira mara moja au mara moja na usete pili na smash kwenye goli. Sasa ukikaa mule unajikabidhisha kwa beki. Kuna muda unaweza ukacheza mipira yako ukajikuta tu unarudishia kwa mtu, unatafuta nafasi upate. Kwa nini? Kwa sababu nature yako wewe ni kukaa tu mule ndani kusubiri service. Na mechi ikiwa ngumu unaweza kugusa mpira mara chache. Ila kwa Ateba mechi ikiwa ngumu anatoka kwenye box, anakuja hadi katikati, anagusa mipira na viungo, anarudi au anatokea kushoto kwenda kuomba au anaenda kulia. Hii yote ni katika kutaka kuwa free. Sasa hii ni muhimu. Kama sio kwake anamtengenezea nafasi mtu. Ila kwa Mukwala na heshimu performance yake, amecheza dakika chache, amefunga magoli 8 kwenye wastani, michezo 8 na assist 2, michezo 8 goli 10, namba nzuri. Lakini 3 alifunga mechi moja. Na ndio mechi ambayo kocha aliona mpumzishe Ateba, Mukwala ndo akafunga. Kwa hiyo ni ngumu kusema eti kwa sababu ya ile hat-trick kocha mpange kwenye mechi ya Yanga. Ni ngumu. Kwa sababu mechi ya Yanga iliyopita aliingia, ulimuona ni mtu ambaye alikuwa anahitaji nafasi. Yaani mechi ikiwa wazi, alikuwa na struggle. Yes. Mechi ikiwa wazi zaidi, Mukwala ndo mzuri kwa sababu kuna zile corridor zile za mpira unapita na yeye ana kasi. Yes, kama ile mechi ya Kagera alipiga goli 2, Chasambe alikuwa anamwekea square pass hapa. Kagera alikuwa ameachia wazi mechi, lakini ile ambayo iko tough ni ngumu kidogo kwake. Kwa nadhani Ateba kocha anaweza kaenda na Ateba. Mimi niseme shukrani kwa time yako. Shukrani. Poa poa.